Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza Jeremia Mkatumu leo tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2025 amefanya kikao kazi na maafisa waandamizi wakiwemo wakuu wa magereza mikoa na wakuu wa vituo vya magereza. Akiongea katika kikao hicho kilichofanyika katika ukumbi wa makao makuu ya magereza eneo la Msatu jijini Dodoma, mkuu wa jeshi amewataka wakuu wao kuendelea kutekeleza agizo la serikali la matumizi ya nishati safi. Jitihada sasa hivi ni kuendelea kuimarisha matumizi ya nishati safi. Matumizi ya kuni sasa ni historia. Baadhi ya wakuu wa magereza wameanza kurudi kule ambapo tulitoka. Tena bila sababu zozote za msingi. Kuni sasa ni historia. Sitarajii kusikia mkuu wa gereza anarudi kwenye matumizi ya kuni. Na kwa kweli nikiona hata dalili zipo, basi sio mwenzetu. Aidha, mkuu wa jeshi ameongeza kusema ni wajibu wa kuwa vituo kuhakikisha wafungwa wasiojua kusoma na kuandika wanafundishwa. Kama jeshi tumeanza kufanya mashirikiano, nakumbuka tumefanya mashirikiano na VETA. Tayari tunaweza kuawadi certificate kwa wafungwa ambao wamepata ujuzi wakati wanatumikia vifungo. Lakini napongeza sana walioanzisha wazo ndani ya kitengo cha viwanda na makao makuu. Kwa kusaidia na utaratibu, na maongezi na VETA, ikiwezekana tuanzishe vitu vinaitwa madarasa ndani ya magereza. Nilikutana na CPA Kasore, mkurugenzi mkuu wa VETA, na yako mengi tumekubaliana ili tukiweka rasmi tutaanza utekelezaji wake. Nimefika Karanga juzi. Unakuta kuna ubunifu anaoendeleza mkuu wa gereza kwa kutoa ameweka utaratibu wa kutoa elimu kwa wafungwa, tena wale wasiojua kusoma na kuandika. Hiyo ndio koma ya jeshi. Nilifika Uyui na ndani. Baba kaniomba mwalimu, nilielekeza atafuta mwalimu aende pale. Wameweka nani wafungwa wanazungumza. Wameweka utaratibu wa kufundishwa kwa yale ambayo wanadhani wanapaswa kufundishwa wakiwa ndani ya magereza. Ni utaratibu mzuri, ni ubunifu mzuri, na ili kwa kweli nitoe msisitizo kwa maafisa wote. Oneni uwezekano wa kuweka utaratibu wa kuwa tunatoa mafunzo ya nadharia, iwe elimu ya msingi, sekondari na kadhalika. Wakati huo makao makuu tunaendelea kuona namna gani ya kuweka makubaliano rasmi na mamlaka husika. Tumefanya mashirikiano na chuo cha uhasibu Arusha na kamishna amesimamia hapa, nishukuru sana kamishna Tenga. Tumekubaliana tuanzishe kutoa elimu kwa wafungwa kwa utaratibu wa online. Ile pale gereza Arusha, angalia ile facility ya wanaitumia wenzetu wakatukabidhi. Na identify darasa. Wale wakasema wanaleta facilities zote mle ndani. Tutachagua wafungwa kwa vile vigezo ambavyo vinakidhi mitaala hicho cha uhasibu Arusha. Kwa hiyo wafungwa wako mle ndani wanasoma. Lecture yuko chuoni kule, wafungwa wako gerezani kwa utaratibu wa mtandao. Kwa kipindi chote ambacho tutakuwa tumekubaliana, mwisho wa siku wanakuwa wale certificate. Na kwa kila gereza kuwa na mahakama mtandao, Kamishna Jenerali amesema. Nashukuru sana wenzetu wa mahakama. Juzi tumepata makasha 10 kwa ajili ya matumizi ya mahakama mtandao. Na tulizindua kwa gereza sana. Kwa hiyo jitihada ambazo zinaendelea. Tenga fedha kidogo, nadhani ujenzi wa mahakama mtandao kwenye baadhi ya magereza unafanyika vituoni. Lengo hapa ni kuhakikisha kwamba magereza yote yana vyumba vya mahakama mtandao. Na hapa pia nitoe maelekezo ambayo baadaye tafadhali naweza kuleta kwa maandishi. Tuanzishe jitihada za ujenzi wa vyumba vya mahakama mtandao kwa utaratibu wa ubunifu. Tukiwa na mahakama mtandao kwa magereza yote, tutaondokana na changamoto
ya kuwatoa mahabusu gerezani kwenda mahakamani na kurudi gerezani. Pamoja na mambo mengine mengi, mkuu wa jeshi amehitimisha hotuba yake kwa kusisitiza umoja na ushirikiano. Hivyo nilikuwa nikiongea mara kwa mara. Sisi ni wamoja. Ni kitu kimoja. Naweza nikasema ni mtoto wa baba mmoja, mama mmoja. Sote ni watumishi wa serikali na kwa sasa tunatumikia serikali ndani ya jeshi la magereza. RPOs and charges, tujengeni mshikamano kwenye maeneo yetu. Tuimarishe na kudumisha ushirikiano. Tuwe na upendo miongoni mwetu. Mimi hata nilipata shida, nataka nisaidie jirani yangu Kazulaya hapa. Mtu kutoka Manyoni kutoka kule mpaka aje afike hapa. Huyu kishanisaidia tayari. Ndio jirani yangu na ndugu yangu. Kila siku nasema mivutano haiwezi kuleta tija yoyote. Makundi hapa hatutafanikiwa kwa kuwa na makundi. Na kwa nini tunayo? Kwa nini tunayo? Kwa nini tukumbalie fito wakati tunajenga jeshi la magereza? Katika kikao hicho, wasaidizi wa karibu wa mkuu wa jeshi wamepata fursa ya kuzungumza. Sana kusema mahakama mtandao ni kwa ajili ya kuainishia kesi. Lakini wako watu ambao ni mashahidi. Mahakama mtandao zile kuna kesi nyingi ngumu zimeshaendeshwa kwa mfumo huu. Maelekezo ambayo wafanya mkuu wa jeshi ameyatoa ni sasa. RPOs na kwa magereza wasilianeni na majaji wafawidhi, hasa zile ambazo na mahakama na huduma ya mahakama mtandao, na mwataarifu kwa magereza hili na hili lina huduma ya mahakama mtandao, hivyo ushauri kesi hii ziendeshwe kwa mfumo. Kwa hiyo kwenye hili natumaini maelekezo yatakuja kwa njia simple kwa sababu mpo ni afanye kwa magereza wasilianeni na wale mahakimu wa wafawidhi wa wilaya wa taarifu huduma ya mahakama mtandao kama ipo, ili tuweze kuifanya kwa kesi nyingi zifanyike kwa mahakama mtandao. Kwa muda mfupi tulikuwa na jeshi na mambo mtu ukiangalia unaona namna gani unavyosimamia kutaka jeshi lisonge mbele, kisaidiwa na kamishna pale na acting commissioners. Hivi ninatofahamu pale kwamba wizara, tukiwa kwa wizara ya mambo ya ndani ambayo inasimamiwa na waziri. Waziri si mtendaji katika wizara. Waziri yeye anasimamia sera, miongozo na maagizo mbalimbali ya dola za serikali. Lakini ndani ya wizara kuna idara. Hizi idara ndani ya wizara ndio watendaji. Kwa wizara yetu ya mambo ya ndani, idara ya magereza ni moja ya watendaji ndani ya hiyo wizara. Sasa pale kamishna jirani ambaye yuko ndani ya idara ya magereza, yeye sio mtendaji kwa maana ya idara kama idara, yeye ni mtoaji wa maelekezo, maagizo, amri na miongozo kutushushia sisi ambao ndio watendaji. Lakini vile vile tunasema kwa kuongea vizuri sana kwenye ushirikiano. Mnaposhirikiana kwenye vituo, mnaleta mgawanyiko wa askari. Mkuu wa gereza, msaidizi mkuu wa gereza, wote tuna gazeti ruhusa. Wote tuna gazeti ruhusa. Isipokuwa huyu mkuu wa gereza. Sasa kama nilikuwa najiuliza sana nasema, kama hatuchukui mheshimiwa rais ameshatoka kanuni fuara kuna kale na maisha ya kweli katika hilo
mwezi huu kulikuwa na kikao cha maafisa habari, mawasiliano na mahusiano pamoja na itifaki wa serikalini. Tulikuwa na Mheshimiwa Waziri wa Habari. Katika kikao hili kuna mambo mengi sana ambayo yalizungumzwa. Sasa kulingana na maudhui ya kikao cha Magaine yeye anakiita kwamba ni kikao cha mafundo na mazingatio au mafundo na mazingatio. Nina hakika kabisa kikao chetu hiki cha siku ya leo ni kikao cha mafundo na mazingatio. Na kama tutatekeleza vyema, basi mafanikio ni lazima. Mheshimiwa Jenerali, naomba niseme neno moja kwa kikao cha jana ambacho tulipelekwa kule. Afande, sisi kama sisi ambao tunaalikwa kule tulipata elimu ya kutosha ambayo itatusaidia kwenda kufanya kazi kwa vituoni, na ile elimu ambayo tumeipata itatufanya tumepata elimu ambayo imetujenga na imetutanua mawazo. Kikao hicho kimefanyika ikiwa ni utaratibu wa mkuu wa jeshi kuzungumza na watendaji wake kwa lengo la kufanya tathmini ya mafanikio na changamoto ili kuendelea kujenga taasisi iliyo imara katika nyanja zote.